kukataliwa ni kuonyeshwa uelekeo mpya ulio sahihi zaidi kwako. Kuna mzungu mmoja alisema kwamba rejection is just a redirect. Karibu ndugu mtazamaji wa Samgax TV. Ninayo furaha kubwa kwa ajili yako kwa namna ambavyo unaendelea kusapoti hii kazi iweze kusonga mbele zaidi. Mungu akubariki sana, najivunia uwepo wako kama mtazamaji na mfuatiliaji wa Samgax TV. Leo nimekuja na mada moja nzuri sana ambayo wakati mwingine imekuwa ikiwasumbua wengi. Tutakwenda kuangalia mambo mawili ya msingi zaidi ambayo hutokea mara tu mahusiano yeyote yanapovunjika. Unapokuwa na mtu yeyote ambaye uko naye kwenye mahusiano, mkafikia pointi ya kubreak up, pointi ya kuachana, huwa kuna mambo mawili ya msingi ambayo huwa yanatokea, ni lazima yawepo. Jambo la kwanza, kutakuwepo na upande mmoja ambao utapambana zaidi kuyarejesha mahusiano ambayo tayari yameshavunjika. Nitaelezea hapo mbele. Na jambo la pili, kutakuwepo na upande mwingine ambao mahusiano yanapovunjika wenyewe utafade away, utapotea mazima. Haya ni mambo mawili, mmoja wapo lazima litokee mahusiano yanapovunjika. Sasa tukija kwenye jambo la kwanza, ya kwamba kutakuwa kuna upande mmoja ambao utakuwa unashughulika zaidi, unaonyesha juhudi zaidi kwa ajili ya kujenga upya, ya kutengeneza mahusiano yaweze kusonga mbele. Utakutana na mtu ambaye anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuonyesha ni jinsi gani anajali, kwa ajili ya mawasiliano ya mara kwa mara, akijaribu kumtafuta mwenzake mara kwa mara na kumsihi hata kwa uchungu zaidi kwa ajili ya kuhakikisha mahusiano yanaendelea kusonga mbele. Mara nyingi huu upande huwa unaonekana kama ndio upande ambao tuseme umekuwa una upendo zaidi kwa habari ya mahusiano, kiasi kwamba sasa huyu mtu anakuwa yeye mwenyewe hayuko tayari kumpoteza mwenzake, hayuko tayari kuona mahusiano yao yanavunjika, bali ana shauku kubwa ya kuona mahusiano yanaendelea. Kwa hiyo upande huu unaonekana ni upande ambao umekuwa na upendo zaidi na haya mahusiano. Lakini sambamba na hilo, jambo la pili, kama tulivyosema, kuna upande mwingine ambao mahusiano yanapovunjika tu na wenyewe kwa kibiashara imekwisha, una move on mazima. Sasa huu upande mara nyingi huwa unaonekana kama ni mtu ambaye alikuwa akisubiri wewe uanze mambo ili yeye aje amalize. Ni sawasawa na mtu ambaye tuseme kama uko naye kwenye mahusiano lakini tayari alikuwa na mtu mwingine kichwani. Kwa hiyo akaa tu anatafuta namna ya kuweza kuachana na wewe. Sasa baada ya kupatikana sababu, kwake anaitumia kama fursa, na inapotokea tu mahusiano yakavunjika, hana mpango tena wa kushughulika nayo ili yaweze kurejea kwenye hali ya kawaida na maisha yaweze kuendelea. Sasa ufanye nini unapokutana na mtu ambaye unajitahidi kumwita, unajitahidi kumsihi, lakini anaonekana hayuko tayari, na ambaye huyu mtu tunaweza kusema kwamba hakuwa na upendo wa kweli kwako, bali alikuwa na wewe naweza kusema kimaslahi? Sasa nini cha kufanya unapokutana na mtu ambaye yuko hivyo? Jambo la kwanza na la msingi zaidi, mwache aende. Mwache aende. Usije ukajichanganya hata siku moja kulazimisha habari za mahusiano. Utaumia sana na utateseka sana kwa mtu ambaye hana muda na wewe. Kwa hiyo mwache aende, calm down, tulia, endelea kufanya mambo yako, huku ukiwa umejihakikishia mwenyewe ya kwamba huyu mtu hakuwa na upendo kwako, bali alikuwa na wewe kimaslahi. Na baada ya mambo yake kukamilika, mambo yake kukaa sawa, tayari wewe umeonekana hauna umuhimu tena kwake, kiasi kwamba hana muda na wewe tena. Sasa ikiwa mtu anakuonyesha ni jinsi gani ya kwamba hana muda na wewe, usipoteze muda wako hata kidogo kuonyesha ni jinsi gani una muda na wewe, kwa sababu mwisho wa siku ataishia kukutesa, utaishia kudharaulika na kuonekana ni mtu ambaye usio na maana, na mwisho wa siku na heshima yako itapotea mazima. Kwa hiyo mwache aende, endelea na maisha yako, focus kwenye mambo mengine, ili maisha dhahiri ya kwamba unaweza ukapitia maumivu, lakini kubali hayo maumivu kwa muda, kwa sababu ina maana gani kuwa na mtu kwenye mahusiano ambaye hana upendo kwake na ukaenda naye umbali mrefu zaidi? Hauoni kama unakuwa unajipotezea muda? Kwa nini usigeuke tu hapo kwa ajili ya kutafuta mtu ambaye anaweza kaa yuko serious na wewe? Move on, kuwa jasiri, songa mbele, maisha yaweze kuendelea, na amini utakwenda kupata mtu mwingine ambaye ni sahihi zaidi kwako. Jambo la msingi zaidi, shika hili: mahali popote unapokataliwa, kukataliwa ni kuonyeshwa uelekeo mpya ulio sahihi zaidi kwako. Kuna mzungu mmoja alisema kwamba rejection is
just a redirection. Kwa hiyo usijisikie vibaya unapokuwa unakataliwa, bali chukulia tu kama ni hali ya kuonyeshewa ya kwamba hapa ulipokuwa si mahali pako, ila kuna mahali pako pengine ambapo ndipo unapaswa kuelekea huko, na kadri unavyoendelea kukataliwa ndipo unapoendelea kusogezwa zaidi katika sehemu yako au katika zani lako. Mungu akubariki sana, akupe ujasiri wa kumove on na kuondokana na mahusiano ambayo hayana maana kwako. Mawili ya msingi zaidi ambayo hutokea mara tu baada ya mahusiano kuvunjika, na nini ufanye. Karibu tena ndugu mtazamaji wa Samgax, tuendelee kujifunza mengi na mengi zaidi, especially tunapokuwa tukitazama zaidi habari za saikolojia ya mahusiano, wazungu wanasema relationship psychology, mambo ya afya pamoja na personal growth. Yako mengi tuendelea kuyapata humu. Mungu akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine ambapo tutakwenda kuangalia hatua 4 za mahusiano ya aina yoyote. God bless you. Usisahau kusubscribe.